Mara nyingi watu wengi wakati wa kukata roho ufumbua macho yakawa yako wazi. Kuna mambo huwa mwenyewe ndo anayashuhudia, nyie hamyaoni. Na hatua ya awali kabla ya yote, wale wanaomwalisha mgonjwa wakiona kafa hivyo, wanatakiwa wamfumbe macho yake. Ndicho kinachofanyika. Kwa hiyo anayaona mwenyewe, nyinyi hamyaoni. Sasa kama leo duniani hapa una akili yako timamu, kila unavyoambiwa mawaidha yote yanaisha, ufahamu. Wallahi utakuja kuyafahamu yote siku roho inachukuliwa. Pale dakika za mwisho utakuja kufahamu maana ya ulokuwa unaambiwa na ukayafanyia istihza. Wanbahara min shiddati al-ahwali wal makhatiri. Jicho litaemewa kwa yale ambayo linayaona, mambo ambayo yanatisha vya kutosha na ni mambo ya hatari. Wanaokualisha wapo tu, vipi mpeni maji, hayaendi. Hebu mnyanyue kidogo kichwa, mpaka unyanyuliwe. Kumbe una mambo yako yanakutosha mwenyewe. Unaona vitimbi ambavyo wale hata hawavioni. Sasa kama wakati uko hai hufahamu, wakati ule utakuja kufahamu kila kitu. Utakuja kuona reality. Kama leo uhai mzima una akili timamu hufahamu, wakati ule wa mwisho roho inachukuliwa, utaona mengi na utayafahamu. Fa idha bariqa albasar, subiri siku jicho litakapokodoka, kuangalia yale unayoyaona na una hakika ni kweli, na uwezo wa kufanya marekebisho katika sehemu ulizoharibu huna, muda umeisha. Unakuja kuzinduka dakika hizo za mwisho, na kuzinduka kwako hakutakuwa na tija tena. Wa khasafa al-qamaru, na siku ambayo mwezi utapatwa. Yani idha dhahaba dhauhu wa azlama, mwezi nao utaondolewa mwanga wake na utakuwa huko kiza. Sasa hivi ndo unakuwa ni kama nyenzo ya akiba ya kutupa nuru. Jua likiwa halipo wakati wa usiku, mwezi unasaidia kutupa mwanga kidogo. Sasa kutakuja siku huo mwezi hautokuwa tena katika position ya kuakisi mwanga ukaleta ardhini, ndio utakuwa umepatwa, au function tena. Utaondolewa nuru yake na iwe ni kiza. Toka hapo mwezi hauna nuru. Mwezi unachukua mwanga kutoka kwenye jua, reflection ya mwanga wa jua ndio inakuja kwetu wakati wa usiku. Sasa kutakuja kipindi relation baina ya jua na mwezi itakuwa imeondoka. Kama tulivyoambiwa, wa idhan nujumun kadarat, nyota zitapukutika. Kwa hiyo nyota ni jumla ya vitu vyote vinavyotoa mwanga huko juu. Kuna siku vitapotea katika location zake. Jua linaondoka kwenye nafasi yake, nyota zote zinaondoka kwenye nafasi yake. Kwa hiyo relation ya hichi na hichi itakuwa imepanguka. Kwa hiyo mwezi hautokuwa na nuru tena, utakuwa matokeo yake ni kiza totoro. Wajumia ash-shamsu wal qamaru, na siku ambayo litachanganywa jua na mwezi. Kama kuni imechukuliwa ikatiwa kwenye moto, mwezi ni mdogo kuliko jua. Kwa hiyo mwezi ukichukuliwa ukitupwa kwenye jua, yani ndo utaungua, utachanganyika na jua. Na jua litakuwa halipo tena kwenye location yake. Yani jumia, patachanganywa pamoja, bainahuma, baina ya vitu hivyo viwili, yaumul qiyama, siku ya kiyama. Wakati Allah atakapofanya universal destruction, huko juu vitu vyote vitaondoka kwenye nidhamu ya kawaida, kama Allah alivyosema kwamba kama badana awwala khalqin nu'idu, kama nilivyoanza mara ya kwanza kuumba, wakati hakuna kitu chochote nikaanza, hii hali nitairejesha tena kama vile. Hapatokuwa na ardhi, hapatokuwa na jua, hapatokuwa na mbingu, hapatokuwa na chochote kama sijaumba kitu.
Hata na hapo binadamu wanahoji, sasa sisi tutakuwa wapi? Mwenyewe anajua utakapokuwepo. Kwani hapo mwanzo ulikuwa wapi kabla hajakuleta? Ulikuwepo, yeye anakujua. Kwa hiyo tutaondoka sisi, itaondoka ardhi, itaondoka mbingu, pataondoka kila kitu. Arejeshe hii hali kama alivyokuwa hajaumba kitu, alafu akiinstall tena upya, akirestore vile vitu, vitakuja hivyo, ndo vya kudumu. Hivi vyote kasema ni vya muda tu. Kullu shay'in halikun, kila kilichopo sasa hivi kitateketea, kipo kwa muda. Illa wajhahu, atabakia Allah mwenyewe peke yake. Kama alivyokuwa kabla hajaumba kitu, atabakia hivyo hivyo.